Zakayo, shuka upesi, maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Basi nyumbani kwa Zakayo wakishiriki kwa kula na kunywa mkate na divai, ushirika mtakatifu kabisa. Leo wokovu umeingia nyumbani huku. Kwa maana huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Mwana wa Adam alikuja na kutafuta na kuokoa kilichopotea. Nyumbani kwa Simon. Simon anamwona Yesu. Basi akakaribishwa, wakikaa Simon akaandaa karamu pale. Wakiwa kwenye maongezi wametulia, mwanamke mmoja anaitwa Mariam alipata habari Yesu yupo nyumbani kwa Simon. Mwanamke yule alijizatiti pamoja na madhaifu aliyokuwa nayo, akamlaki Yesu. Mwanamke anaingia. Kwa uchungu na ghadhabu na masikitiko, mwanamke yule aliinama akadondoka mbele alipokuwa amekaa Yesu. Kwa kilio, kwa sauti ya machozi, kwa sauti ya majonzi. Mwanamke anamfuta miguu Yesu kwa nywele zake, anampangusa kwa nywele zake, anachukua kikombe cha mafuta
mafuta ya marehemu anampaka Yesu miguuni. Mbona mtabisha mwanamke huyu? Mwacheni ayaweke mpaka siku ya maziko yao. Kwa maana maskini mnao pamoja nanyi siku zote, bali mimi amnani siku zote. Huyu angekuwa nabii, angeweza kugundua mwanamke jinsi alivyo. Kwa kuwa mwanamke ni mwenye dhambi sana. Ndio. Simon, nina neno nitakalokuambia. Kulikuwa na mtu mmoja mkopeshaji, naye alikuwa na wadeni wawili. Mmoja amwia dinari 500 na mwingine 50. Na hao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Je, ni yupi atampenda zaidi? Mumeamua haki. Wamuona mwanamke huyu? Nilipokuja nyumbani mwako hukunipa maji, lakini huyu alinipaka kwa machozi na kunipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu alinibusu sana miguu yako. Wewe hunipaka kichwa changu mafuta, lakini huyu alipaka miguu yangu kwa mafuta ya marhamu. Kwa haya yote amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa alipenda sana. Kwa hiyo yeye asamehaye kidogo upenda kidogo. Mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Huyu ni nani mpaka samehe dhambi? Mimi nashangaa kabisa. Haiwezekani. Ndio, hata kusamehewa dhambi. Haiwezekani. Imani yako imekuokoa. Amka, enenda kwa amani. Mwanamke amejipatia kibali. Makuhani wanaingia. Kwa shangwe wanashangilia, kwa shangwe wanafurahi. Hosana mwana wa Daudi.
kuyatenda mambo haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Mbinguni au kwa wanadamu? Sasa bwana, ili swali namteka. Unaliona sio? Ndio. Ukisema kwamba ubatizo unatokea mbinguni, bwana mdogo atatiza. Msadiki. Kweli. Lakini ukisema kwamba damu, piga ulimawe. Unajua? Yona kama nabii. Ndio. Mimi nahisi kumwambia kijui. Au unasema? Ndio. Kwani mwambia kijui. Sasa tuende. Nami siwaamini ni kwa amri gani ninayatenda mambo haya. Enyi wanafiki, nionyesheni fedha ya kodi. Ni nani sanamu hii na amri hii? Basi ya Kaisari mlipende Kaisari, na ndiyo ya Mungu mpeni Mungu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na hii ndio amri iliyokuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Kazi panda mbegu katika shamba, nyingine zilidondoka barabarani, ndege warukao wakazidondoka. Hatudharau, hatushushia heshima. Mimi sasa kama kanipongo zote. Yaani sio kweli. Mimi naona. Mwashe mote. Tumpelekee hizi taarifa kwani mkuu. Kabisa. Au unasemaje?